Zao la korosho ni zao ambalo ni zuri sana na pia ni zao la kimkakati. Kwa hiyo zao hili kuna hatua mbalimbali ambazo unabidi uzichukue ili uweze kuvuna na uweze kupata mavuno yaliyokuwa bora na mavuno ambayo yanakuwa na tija, na mavuno hayo yatakupelekea wewe kuweza kupata pesa nyingi na pesa ambayo utaweza kuitumia katika matumizi yako mbalimbali. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wanashindwa kuvuna na wanakuwa wanavuna korosho zao zinakuwa hazina ubora ule ubora unaotakiwa katika standard za kimataifa, na inapelekea korosho zake kununuliwa kwa bei ile ambayo iko vizuri. Kwa hiyo kwa leo tutaangazia moja kwa moja hatua mbalimbali ambayo itakupelekea wewe uweze kuvuna katika standard hii. Unapokuwa unapeleka katika mauzo yako usiweze kugrediwa katika gredi ya mwisho, maana watu wengi sana unakuta mnada wa kwanza unapigwa kwa bei 3000 lakini yeye anaingiziwa 2000. Hii ni kwa sababu ameshindwa kupata taratibu mbalimbali ambazo za mavuno ambazo zapelekea wewe korosho zako ziweze kuwa katika gredi ambayo ni nzuri. Twende pamoja kuanzia mwanzo wa video mpaka mwisho ili uweze kujifunza. Karibu sana tuweze kuendelea. Hatua ya kwanza kabisa ni kwamba lile eneo lako ambalo umepanga kuweza kuvunia korosho linakuwa liko safi. Unapoangalia katika skrini yako hapo chini, ina maana tayari tumeshasafisha eneo ni safi. Ili kusudi hii ina faida gani ndugu mtazamaji na mkulima? Hii itakusaidia wewe pale utakapoanza kukusanya zile korosho, kwa sababu kwanza tuweze kujua kwamba zao la korosho lenyewe ni tofauti na mazao mengine. Ina maana hii ni zao ambalo unasubiri kwanza elimu korosho wako unaiva kama hivyo na zinadondoka chini. Hapo chini unapotazama katika skrini yako, hizo ndizo korosho ambazo ziko tayari, maana tayari umevuna. Kwa hiyo ina maana unaacha kama hivyo, zitakapokuwa tayari zinadondoka zenyewe chini. Kwa hiyo zikidondoka chini, ina maana zikidondoka chini ndio tayari wewe hapo katika hatua ya mavuno. Kwa hiyo pale chini panapodondoka inatakiwa uandae mazingira ambayo ni mazuri, ndio hatua kubwa ya kwanza. Kwanza uweze kusafisha hiyo eneo la chini ili zinapokuja kudondoka korosho zako zidondoke katika sehemu ambayo ni safi. Hii inasaidia nini ndugu mkulima? Kama eneo la kuokotea korosho au chini ya mkorosho wako haujasafishia, hii inapelekea wewe baadhi ya korosho zingine kushambuliwa na wadudu na kukosa katika gredi zilizokuwa nzuri, inakuwa na gredi yake ambayo inakuwa sio nzuri. Na pia unapokuwa unasafisha kuna faida kubwa inakusaidia. Kwanza uokotaji unakuwa ni mwepesi. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe utaokota katika wepesi ambao ni mzuri, na utaweza kuona korosho zako kule chini na ukaokota vizuri bila kuwa na changamoto yoyote. Na kitu kingine ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, kama unavyoona katika skrini yako hapo, hiyo ni mikorosho mingine mingi tu ambayo tunayo hapo. Na kitu kingine cha pili ambacho inabidi uweze kukifanya, inatakiwa unapokuwa unaokota uweze kutenganisha kati ya hilo bibo. Kama ukiangalia hapo chini pako pasafi, kwa hiyo ina maana huyu kila siku atakuwa anaenda kuokota asubuhi na jioni kutwa mara mbili. Ukichaokota kutwa mara mbili, ina maana tutaongana tusogee karibu ili uweze kuona. Kwa hiyo kama unavyoangalia hiyo ni hapo, hiyo ya njano ni bibo na hapo mbele ndio korosho yenyewe. Kwa hiyo unatakiwa hatua nyingine uweze kufanya, uweze kutenganisha. Hapa tunasogeza karibu kamera zetu ili uweze kuangalia. Kwa hiyo bibo la njano hilo na tukaweza kulitenganisha, maana yake unalimenya, unalitoa kwenye korosho ya mbele, kwa unalimenya. Unavyokuwa unamenya ina maana unatenganisha. Uweze kumenya, uweze kuokota kama eneo lako litakuwa chafu, ndio kuna umuhimu sana pale wa kusafisha eneo lako. Kwa hiyo bibo lako unalitenganisha na korosho. Utakapotenganisha kama tunavyoona hivyo, ina maana kwamba utatenganisha hivyo, utaikata korosho hiyo ya mbele na utaacha bibo nyuma. Hilo bibo lina kazi yake mbalimbali, unaweza kutumia katika matumizi mengine kama kutengeneza juisi, na wengine wanatumia katika kutengeneza vinywaji vingine mbalimbali. Lakini sisi tutachukua korosho yetu na kuweza kuondoka nayo, ina maana ndio tayari tumeshavuna. Tutaenda kuipeleka katika sehemu iliyokuwa kavu. Tunasema kama tunapeleka katika sehemu iliyokuwa kavu, kwa nini?
hii inabidi iweze kukauka na iweze kuwa kavu, ili kusudi tunapokuwa tunaipeleka ghalani au tunapoenda kuipeleka sokoni. Sokoni wanapenda sana kununua kitu kilichokuwa kikavu, kwa hiyo inabidi iwe kavu iweze kukauka. Kwa hiyo baada ya kuwa umevuna, kila siku asubuhi utachukua na kutenganisha bibo na korosho, na baada ya hapo utakuwa umeandaa nyumbani au umeandaa sehemu yoyote ile ambayo sehemu hiyo utaandaa kwa ajili ya kuweza kukaushia korosho yako. Kwa hiyo inabidi uweze kukausha, utakuwa unakausha, yani ina maana kwamba unaenda unazimwaga pale aidha kwenye plastiki, kama sio plastiki basi kwenye kavero, maana kwenye carpet au kwenye sehemu ambayo kavu nzuri kabisa nyepesi. Kwa ina maana hiyo itakusaidia wewe ili kusudi kuweza kukausha, kwa korosho yako itakauka vizuri vizuri vizuri. Na muda huu wa mavuno pia ukumbuke kitu kimoja, kuna makosa mengi ambayo watu wanayafanya na wanapelekea korosho zao zote kuzigredi katika grade C au grade ya mwisho, maana kukataliwa. Inashauriwa kitu kimoja kwamba unapokuwa unazivuna, maana unazitoa, unatenganisha kati ya mabibo na korosho, kumbuka kitu hiki kitakusaidia sana, kwamba inatakiwa uweze kuangalia korosho zile zilizokuwa bora au korosho ambazo ni nzuri, unazitenga katika eneo lake pembeni au katika fungu lake, na zile korosho ambazo haziko vizuri, maana zimenyauka, ni mbaya, hata kwa sura kiangalia tu haziridhishi, nazo unazitenga katika sehemu nyingine. Inatakiwa uweze kutenganisha ili kusudi utakapoenda kule wanapoenda kuchambua, maana ukipeleka kule kwenye manunuzi kule lazima waweze kuchambua. Ina maana yani kuzitenganisha, hizi zilizokuwa nzuri wataziweka pembeni na hizi ambazo wao hawazitaki wataziweka pembeni, ambazo wao watakupa bei ndogo wataziweka pembeni. Hii ina maana kama ukizichanganya wakija kuzigredi moja kwa moja utagrediwa katika korosho ambazo mbovu. Naamini unafahamu ule msemo wa Kiswahili ambao wanasema kwamba kama kwenye tenga samaki mmoja akioza kwenye tenga basi wote wameoza. Lakini samaki mmoja akioza kwenye tenga, ila kuna wengine wakiwa ni wazima wako vizuri, watafanya generalize yote kwamba samaki hawa ni wabovu. Na kwenye korosho ni hivyo hivyo, kama kwenye korosho zako, kwenye mfuko wako wa korosho au kwenye kiroba chako cha korosho utakuwa umechanganya mbovu na nzima, basi zote zitagrediwa kama ni mbovu na utapata pesa ambayo sio pesa kuridhisha. Ina maana kwamba utapata pesa. Naamini mpenzi mtazamaji wangu utakuwa umeweza kunielewa kuhusiana na swala zima la uvunaji wa korosho, kwamba lazima uweze kuzitenga ili usiweze kukutana na changamoto ya samaki mmoja ameoza na wote wao wameoza. Na kitu kingine usisahau, kitu cha muhimu sana kuweza kukausha, na usipeleke ghalani au sehemu ya mauzo kama zitakuwa hazijakauka, kama zitakuwa bado hazijakauka. Kwa jitahidi sana kuweza kuzipeleka kule zikiwa zimekauka, ili kusudi kuweza kupata pesa iliyokuwa nzuri na kuweza kupata pesa iliyokuwa kamili na iko vizuri. Ina maana kama kutakuwa kuna unyaufu au kuna korosho mbichi, ina maana pia utagredi vile vile kwamba wewe zako zinakuwa hazina uimara, zinakuwa hazina ubora. Wanatumia lugha moja tu kwamba korosho zako hazina ubora, kwa hiyo wewe zitaingia moja kwa moja katika kundi la grade C au grade ya mwisho. Ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, niweze tu kukushukuru kwa kufuatilia video hii, na video hii mwisho wake ndio mwanzo mwa video nyingine ambayo inatoa elimu mbalimbali kuhusiana na swala zima la korosho. Kikubwa tu naomba uweze comment hapo neno korosho, hii niweze kukutumia kitabu ambacho kina mwongozo ambao utakuongoza wewe kuhusiana na swala zima la kilimo cha korosho hatua kwa hatua hadi unapoingia sokoni. Na kitu kingine niweze kukumbushia tu, ukumbuke kuweza kusubscribe, kulike na comment. Ni kitu cha muhimu sana, bonyeza alama notification ili kusudi uweze kuwa ni wa kwanza kuweza kupata video zetu tunazokuwa tunazitoa ambazo zinahusiana na swala zima la elimu, kuhusiana na jambo zima la elimu ya uvunaji wa korosho, ulimaji wa korosho, uvunaji na moja kwa moja mpaka kwenda kupeleka sokoni kwa ajili ya kuweza kupata mavuno ya pesa. Ina maana kama unapokuwa unavuna unategemea kuweza kupata pesa.
Kwa hiyo ukipeleka sokoni ina maana utapata pesa sana. Tunashukuru sana, karibuni sana, endelea kutufuatilia.